unataka ushahidi kwamba Iran inaweka dunia nzima hatarini, saa 48 zilizopita zimetoa ushahidi huo. Katika saa 48 zilizopita, Iran ililenga eneo la kiraia. Wanafanya hivyo kama silaha ya mauaji ya watu wengi. Bahati nzuri, hakuna aliyekufa, lakini hiyo ni kwa bahati tu, si kwa sababu hiyo haikuwa nia yao. Nia yao ni kuua raia. Pili, walifyatua mashambulizi kuelekea Yerusalemu, karibu sana na maeneo matakatifu ya dini tatu za Mungu mmoja: Ukuta wa Magharibi, kanisa la kaburi takatifu na msikiti wa Al-Aqsa. Na kwa muujiza tena, hakuna hata moja lililoharibiwa, lakini walikuwa wakilenga maeneo hayo matakatifu ya dini hizo kuu tatu. Tatu, walirusha kombora la masafa marefu au Intercontinental Ballistic Missile kuelekea Diego Garcia. Hiyo ni umbali wa kilomita 4,000. Nimekuwa nikionya muda wote kwamba sasa wana uwezo wa kufika mbali ndani ya Ulaya. Tayari wamefyatua mashambulizi kwenye nchi ya Ulaya, Cyprus. Wanaweka kila mtu katika shabaha yao. 4, wanazuia njia muhimu ya kimataifa ya usafiri wa baharini, hasa ya nishati, na wanajaribu kuibana dunia nzima kwa shinikizo. Ni ushahidi gani zaidi unaohitajika kuona kwamba utawala huu unaotishia dunia nzima lazima uzuiwe? Israel na Marekani wanafanya kazi pamoja kwa ajili ya dunia nzima. Ni wakati sasa kwa viongozi wa nchi nyingine kuungana nao. Nafurahi kusema kwamba baadhi yao wameanza kuelekea katika mwelekeo huo, lakini bado zaidi inahitajika. Wito wa Rais Trump kwa jumuiya ya kimataifa kukabiliana na utawala huu wa kigaidi na wenye msimamo mkali ni wito si tu kwa usalama wa Marekani na Israel, bali kwa usalama wa dunia nzima, na ni wakati wao kuchukua hatua. Swali: majibu yako yatakuwa yapi kwa shambulio hili dhidi ya raia wa Israel? Tunajibu kwa nguvu kubwa, lakini si dhidi ya raia. Tunawalenga utawala, tunawalenga IRGC, kundi hili la kihalifu, tunawalenga moja kwa moja viongozi wao, miundombinu yao na mali zao za kiuchumi. Tunawashambulia kwa nguvu sana. Swali: ushindi unaonekanaje katika kampeni hii? Tumeweka malengo mawili wazi. Kwanza, kuvunja kabisa mpango wao wa nyuklia, kuvunja kabisa mpango wao wa makombora na uwezo wao wa kuzalisha vifaa vya programu hizo. Tuko njiani kufanikisha hilo. Pili, tumeweka lengo la kuunda mazingira yatakayowawezesha watu wa Iran kuuangusha utawala huu wa kidikteta ambao umewatesa na kuwafanya waishi maisha magumu, na ambao pia unafanya maisha kuwa magumu kwa dunia nzima. Natumai tutafanikiwa pia katika hilo. Swali: Rais Trump alisema kwamba ndani ya saa 48 Iran haitafungua mlango wa Hormuz, kutakuwa na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya umeme nchini Iran. Je, mtashiriki katika mashambulizi hayo? Na unadhani nini kifanyike baadaye? Nadhani Rais Trump anajua anachokifanya, na chochote tunachokifanya, tunakifanya pamoja na kwa kadiri inavyowezekana kwa siri. Asante.